Lakini kwanza ni taarifa ya habari. Mimi ni Phyllis Mwate. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kuwa kiongozi mkuu wa Iran Ali Khamenei hawezi tena kuendelea kuishi. Alikuwa akizungumza baada ya hospitali moja mjini Beersheba kusini mwa Israel kulengwa na kombora la Iran. Iran ilisema kwamba ilikuwa ikilenga eneo la kijeshi lililo karibu. Na akitembelea hospitali hiyo, waziri mkuu Benjamin Netanyahu amesema kwamba mpango wa Israel wa kulipua mabomu unanuia kuharibu makombora ya balistiki ya Iran na mpango wa nyuklia, lakini pia inaweza kusababisha kuanguka kwa utawala huo. Alisema kwamba ni juu ya watu wa Iran kujitetea ili kupata uhuru wao na kwamba Israel inaweza kuunda mazingira ambayo yanawaruhusu kufanya hivyo. Maafisa wawili wa polisi nchini Kenya waliomshambulia na mmoja wao kumfiatulia risasi mchuuzi wa barakoa wataendelea kuzuiliwa na polisi kwa siku 15 zaidi huku uchunguzi ukiendelea. Clinzy Masinde Baraza na Duncan Kiprono watazuiliwa ili kuruhusu upande wa mashtaka kukamilisha uchunguzi wake. Maafisa hao walikamatwa baada ya video ya wawili hao kumpiga na mmoja wao kumfiatulia risasi kwa karibu Bwana Boniface Kariuki wakati akijaribu kuondoka kusambaa kwenye mitandao ya kijamii wakati wa maandamano ya kupinga mauaji ya kijana Albert Ojwang ambaye alifariki akiwa kizuizini mwa polisi. Wakati huo huo, naibu inspekta jenerali wa polisi Eliud Lagat anatarajiwa kufika mbele ya mamlaka huru ya uangalizi wa polisi IPOA leo ili kurekodi taarifa kuhusu kifo cha mwanablogu Albert Ojwang. Familia ya aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu imesitisha kurejeshwa kwa mwili wake kutoka Afrika Kusini, huku ikishtumu serikali kwa kukiuka makubaliano muhimu kuhusu mazishi yake. Mipango ilikuwa imekamilika na mwili wake ulipaswa kurejeshwa nyumbani jana baada ya siku kadhaa za sintofahamu na mazungumzo kati ya familia na serikali. Zaidi na Ahmed Bahaj. Rais Hakainde Hichilema alitarajiwa kuupokea mwili huo ulipowasili katika uwanja wa ndege mji mkuu Lusaka. Mwili wa rais huyo wa zamani ulitarajiwa kupelekwa katika makazi yake mjini Lusaka ambapo ungelala kabla ya mazishi yake ya kitaifa tarehe 22 mwezi Juni na kuzikwa tarehe 23. Ni mara ya pili sasa familia kusongeza mbele tarehe ya kuleta mwili huo, huku mvutano ukiendelea kati yake na serikali kuhusu nani atadhibiti taratibu za mazishi. Chama cha upinzani cha Patriotic Front PF ambacho Lungu alikiongoza hadi kifo chake kimeunga mkono msimamo wa familia hiyo na kuishtumu serikali kwa kuingiza siasa katika mchakato wa maombolezo. Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimefikia rasimu ya makubaliano ya amani ambayo yanatarajiwa kutiwa saini wiki ijayo. Makubaliano hayo ya muda yalitangazwa katika taarifa ya pamoja na yanaweza kuashiria mafanikio katika mazungumzo yaliyofanywa na utawala wa Rais Donald Trump ili kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo na kuleta mabilioni ya dola ya uwekezaji wa nchi za magharibi katika eneo hilo ambalo lina utajiri mkubwa wa madini. Makubaliano hayo ya muda yaliyoafikiwa baada ya siku 3 za mazungumzo yanashughulikia uadilifu wa ardhi, kuzuia vita, kuangamiza silaha na kupokonywa silaha kwa wapiganaji na ushirikiano wa masharti wa makundi yenye silaha yasiyo ya serikali. Utiaji saini wa mawaziri wa mkataba huo umepangwa kufanyika mwezi Juni tarehe 27. Na mwanafunzi mmoja raia wa China amehukumiwa kifungo cha maisha nchini Uingereza baada ya kupatikana na hatia ya kutumia dawa za kulevya na kisha kuwabaka wanawake 10. Mahakama mjini London ilisikia ushahidi kwamba Zhenghao Zhu alirekodi mashambulizi 9 kati ya 10 huko London na Uchina na kuweka vitu vya waathiriwa kwa sanduku. Wahasiriwa wake wanasema kwamba wamepata kiwewe na sasa hawatawahi kumsamehe. Hakimu alimuita Zhu kuwa mnyanyasaji wa kijinsia ambaye aliwatendea wanawake unyama usioelezeka. Hii ni BBC. Shukran Phyllis Mwate kwa taarifa hiyo ya habari za dunia. Msikilizaji, kuna njia mbalimbali ambazo unaweza kuyafuatilia matangazo haya ya Dira ya Dunia. FM radio wa shirika mbalimbali kama vile Abud FM, CGFM na Radio 1 ukiwa nchini Tanzania, Count FM, Milele FM na Pamoja FM nchini Kenya. Uganda ni Radio Kitara na Radio Paidha
pamoja na Radio Lira, na huko DRC ni Radio Muungano Beni. Yako pia kwenye tovuti yetu, andika tu bbcswahili.com, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook andika BBC Swahili. Mimi ni Leonard Mubali nikiwa Dar es Salaam, na mwenzangu ni Karo Robi akiwa Nairobi. Hujambo Robi, nijali hali yako siku ya leo? Sijambo, sijui wewe? Niye mzima kabisa, hebu tuende kazi. Sasa kabisa. Tunaanza na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako waziri wa ulinzi wa Israel amesema kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hawezi kuruhusiwa kuendelea kuishi kufuatia shambulizi la Iran lililolenga hospitali kubwa iliyoko mjini Beersheba kusini mwa Israel. Hata hivyo, naibu wa waziri wa mambo ya nje wa Iran ameambia BBC kwa Iran itajaribu kufuata njia ya kidiplomasia kwanza kutatua mzozo na Israel, lakini ameonya kuwa kanda hiyo ya Mashariki ya Kati itashuhudia makali ya jehanamu iwapo Marekani itajiunga na Israel kuishambulia. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Siku ya 7 za vita kati ya Iran na Israel zilizojaa mashambulizi makali baina ya nchi hizo mbili hasimu zinaendelea kuzua wasiwasi mkubwa. Kwa mjibu wa mshirika wa BBC wa Marekani CBS, rais wa Marekani Donald Trump anasemekana kuidhinisha mipango ya kuishambulia Iran, lakini hajafanya uamuzi wa mwisho kuhusu kushambulia nchi hiyo. Chanzo kikuu cha kijasusi kiliambia CBS kuwa Trump anatafakari kuishambulia Iran ikiendelea na msimamo wake wa kutositisha mpango wake wa kinyuklia. Hapo jana kiongozi mkuu wa kidini wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alisema kwamba Iran inapinga mpango wa Marekani wa kutaka nchi hiyo kujisalimisha bila masharti. Uamuzi wa Trump unasubiriwa kuhusu vita hivyo vya Mashariki ya Kati. Nina mawazo mengi na tafakari kuhusu jambo hili. Sio swala la kuamua mara moja, hasa kwenye masuala ya vita. Kari kuhusu jambo hili sio swala la kuamua mara moja, hasa kwenye masuala ya vita. Vitu hubadilika ghafla. Waziri wa masuala ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amedhibitisha atafanya mazungumzo kuhusu swala hilo la nyuklia na wenzake kutoka Ufaransa, Ujerumani na Uingereza mjini Geneva hapo kesho Ijumaa. Ikulu ya rais wa Urusi Kremlin imesema marais wa Urusi na China wamelaani vikali mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Wakati huo huo, Araghchi amesema kwamba Iran itaendelea kujilinda. Walianzisha vita na Iran na kushambulia hospitali yetu. Idadi kubwa ya watu wetu wamejeruhiwa vibaya na wametishia maisha ya kiongozi wetu. Wamewaua makamanda wetu. Tunajilinda kama nchi kwa kutumia kipengele cha 51 chini ya Umoja wa Mataifa, na tutaendelea kujilinda hadi pale Israeli itakapojifunza kwamba haiwezi tu kufanya mashambulizi kwenda kwenye nchi huru. Huko haya kijiri, wimbi jipya la makombora ya Iran limepiga maeneo mengi kote Israel na kuharibu hospitali, na Israeli imeshambulia kinu cha nyuklia cha Iran cha Arak. Jeshi la Israeli limethibitisha kuwa limefanya shambulio kwenye kinu cha nyuklia huko Arak, likisema hakifanyi kazi. Jeshi la ulinzi la Israeli linasema kinu hicho kimeundwa kurutubisha kwa wingi madini ya plutonium ambayo ni sehemu ya madini yanayotumika kutengeneza silaha za nyuklia. Jeshi la Israeli pia lilisema mashambulizi yao ya hivi punde yalihusisha ndege 40 za kivita zinazolenga maeneo mengi ya kijeshi, ikiwa ni pamoja na viwanda vya kutengeneza malighafi, sehemu zinazotumika kuunganisha makombora ya balistiki na maeneo ya kujenga mifumo ya ulinzi wa anga na makombora ya Iran. Hawa ni baadhi ya walioshuhudia mashambulizi yaliyolenga hospitali iliyoko kusini mwa Israeli. Nilienda kujificha kwenye handaki baada ya kuelezea hali ya dharura kwamba ilikuwa mbaya. Nilisikia jumba zima likitetemeka. Ni jambo la kusikitisha kwamba mtu anaweza kulenga hospitali. Watu ambao tumewacha hospitalini ni watu wazee, wagonjwa wa saratani ambao wanahitaji matibabu ya haraka. Hawawezi kwenda nyumbani, na watu hawa walilengwa kwa lengo la kuwaua kupitia mashambulizi ya makombora. Hamna namna nyingine ya kueleza, ni jambo tu la kushtua sana sana, na kwamba linatokea inakera. Operesheni za uokoaji zilikuwa zikiendelea baada ya kombora la Iran kushambulia kituo cha matibabu cha Soroka katika mji wa Beersheba kusini mwa Israel. Iran ilisema inalenga eneo la kijeshi katika shambulio hilo. Kufuatia mashambulizi hayo, waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema kwamba kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei haruhusiwi kuishi tena baada ya mashambulizi kuharibu hospitali hiyo. Kauli hiyo ya bwana Katz inaashiria kuwa huenda Israel ikalenga kumuua kiongozi huyo mwenye ushawishi mkubwa wa Iran baada ya kuwaua viongozi kadhaa wa jeshi la Iran. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC.
Naam, na kutokana na taarifa hiyo ya vita vya Iran na Israel, awali nimezungumza na Mubelwa Bandio, mchambuzi wa siasa za Marekani. Trump sasa hivi anachojaribu kujenga zaidi ni kujaribu kutafuta uungwaji mkono, hasa kwa kutumia kauli za zamani za Iran kuhusiana na kauli kama vile death to America, death to Israel. Kwa amesema kwamba kwa miaka mingi Iran amekuwa akifanya hivi, na yeye anajaribu kusema kwamba swala si sheria, si nini, ila swala ni kulinda maslahi ya nchi, na anaamini kwamba kama ataungana na Israel ambaye ni mshirika mkubwa wa Marekani, basi itakuwa ni katika kulinda Marekani, kuwalinda Marekani na kulinda maslahi ya Marekani. Na sio kitu cha kushangaza sana kuangalia ni nini sheria zinasema. Trump anasema kazi kubwa aliyoletwa yeye ni kuilinda Marekani, kuirejesha katika hali ya kawaida, na ndicho ambacho atafanya. Kwa hiyo amekuwa ni mtu ambaye wanasema ana defy the rules, wakati mwingine anakwenda nje ya kila ambacho sheria inasema. Lengo kubwa ni kupata support tu ya wananchi na kuonekana kama vile anafanya hivi kwa maslahi ya nchi. Hadi sasa inasemekana kwamba bunge limegawanyika kuhusiana na msimamo huo ama dalili za msimamo huo anaoonyesha Donald Trump. Hili linaweza kuchukua mkondo gani tena? Ni kweli bunge limegawanyika kwa sababu kuna mambo mawili. Kuna swala la je, kuna haja ya Marekani kuingia katika ile vita? Hilo swala la kwanza. Kisha swala la pili ni kwamba kwa kumruhusu kufanya hivi atafanya nini tena? Kwa hiyo wapo watu ambao wanaamini kabisa kwamba yasiwe maamuzi ya Rais Donald Trump kuamka asubuhi na kusema kwamba basi nitakwenda kufanya hivi, kwa sababu yeye huwa anafanya hivyo akiamini kwamba amekuwa akisema hivyo kwamba yeye ni smarter than generals. Lakini watu wanataka kuwe na majadiliano halisi waweze kutambua, kwa sababu Trump ataondoka baada ya miaka 4, au kama ataamua kurejea watarejea itakuwa baada ya miaka 8, lakini maamuzi ya kuingiza katika vita hivi athari zake zitakuwa kwa muda mrefu sana kwa nchi hii. Kwa hiyo wanajaribu kuichukua hii kama si dhana ya kisiasa, bali dhana ya kuangalia ama kujadili ndani ya bunge kwa kina, huku watu wakifuatilia na kujua ni zipi zitakuwa athari ama madhara ya kuingia katika vita. Na ndio maana watu wengi wanasema kwamba hatusemi kwamba tusiingie katika vita ama tusiwasaidie Israel ama tusiyopige Iran kama wanaonekana kuwa na nia hasa, lakini swala ni kwamba tunapokwenda kule tunakwenda kwa sababu gani na madhara gani. Na bahati mbaya sana jana tu imetoka ile clip ambayo ilikuwa inaonyesha Tucker Carlson, ambaye ni mmoja kati ya watu ambao wamekuwa waungwaji mkono wakubwa kabisa wa Donald Trump, hata kufikia kiwango cha kufukuzwa katika kazi yake awali, akimhoji senator ambaye anataka Marekani ingie, lakini seneta huyu hana anachojua kuhusiana na nchi ya Iran. Sasa juu ya swala zima la ndimi mbili za Donald Trump, awali alionekana kama msuluhishi hivi, lakini sasa pia kauli yake nageuka. Unatathmini vipi kauli zake? Asimame leo kama mtu anahitaji kwamba kusimamisha vita, lakini wakati fulani asimame kama mwenye matamanio ya kuisaidia Israel. Kwanza tutambue kwamba Donald Trump mahusiano yake na Israel, achilia mbali yale ambayo yanaonekana kwamba ni ya kinchi, lakini na mahusiano binafsi na Israel, na amekuwa akizungumza hivyo. Amekuwa akijaribu kujenga uhusiano yeye na bibi Netanyahu, umekuwa hivyo. Lakini swala la mabadiliko katika kauli za Donald Trump, nafikiri mimi namshangaa mtu anayemshangaa, kwa sababu yeye yuko hivyo na mara zote amekuwa akizungumza kwamba ana misimamo ambayo hakuna mtu anaweza akaijua. Kwa hiyo katika kila ambacho kinaweza kuonekana kina namna kumnufaisha Donald Trump atakwenda nacho, na katika hili sijashangaza kabisa. Watu wengi hapa nchini Marekani wako wakisema, ukimwangalia ni mtu ambaye ana wajukuu wenye asili ya huko, ana wakwe wa asili ya huko, na amekuwa na mahusiano ya namna fulani. Anaonekana kama vile ana maslahi binafsi na kufanya hivi hasa katika sifa zake binafsi ama pengine kitakachofuata baada ya hapo. Kwa hiyo watu wanaomshangaa kwa yeye kubadilika kauli, nafikiri mimi ninawashangaa wao. Donald Trump ni mtu ambaye anakwenda na kila ambacho naamini kwamba kiko sawa kwa wakati huu, na ndio maamuzi ambayo anayofanya. Marekani awali walienda Iraki, na iwapo hili litafanyika, Marekani inaweza kuathirika kwa kiasi gani? Hatua za kuingia huku kama itatokea sasa hivi, watu wanaanza kuangalia mambo mbalimbali. Kwanza ni namna ambavyo kutakuwa na mahusiano na nchi za Ulaya, lakini pia maeneo ya Guba, na kitajenga taswira gani ama kitaweka mwanzo gani wa mambo ambayo yanaweza yakaendelea huko mbele. Ndio maana hata katika bunge la Marekani, katika Congress, kuna huo mgawanyiko kwamba je, tukiingia katika vita hivi tutaleta taswira gani kati yetu sisi na watu wa Ulaya pamoja na watu wa Guba. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini pia jambo la pili ni kwamba hata hatuna uhakika kabisa kwamba aina ya bomu ambayo tunategemea itatumika, ile ni massive ordnance penetrator MOP bombs, ambazo zitaweza kama ndio bomu pekee lisilo la nuclear ambalo lina uwezo wa kwenda na kufanya uharibifu ambao wanaofikiria. Lakini mpaka hivi sasa bado watu hawana kama linaweza likafikia vile vinu kule chini ambako vimechimbwa. Kwa hiyo inaweza ikatangaza kufeli kwingine kwa jaribio la Marekani katika vita vyake. Kwa hiyo kuna swala kwamba je, tujihakikishie kwamba MOPs haya mabomu yanaweza kadondoshwa na kufanya uharibifu, lakini tukidondosha alafu yakashindwa kufanya uharibifu na pengine tukashindwa kukamilisha kile ambacho kimetupeleka, tutarudi kule Iraq, na baadaye Trump na ataingia katika historia ya marais ambao wamejiingiza katika vita ambavyo vimeshindwa kukamilisha hicho kitaka.